Basi tunaendelea na semina yetu katika siku ya pili, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutuamsha salama na kutuwezesha kufika katika semina hii jioni ya leo. Na jana nilianza semina hii na leo ni siku ya pili. Somo tunaojifunza ni umuhimu wa dhabihu katika Biblia. Umuhimu wa dhabihu katika Biblia. Kwa wale ambao hawakuwepo jana, japokuwa kama uko kwenye WhatsApp group nilishatuma yale tuliojifunza jana. Umuhimu wa dhabihu katika Biblia, the importance of sacrifices in the Bible. Na andiko letu kuu ni Yohana 1:29 ambayo inasema kesho yake Yohana alimwona Yesu akimjia, akasema, tazameni huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Yohana Mbatizaji anamtambulisha Yesu kama mwana kondoo, na nikawaambia kwamba huu utambulisho ulikuwa ni wa muhimu sana kwa sababu Yesu Kristo alikuwa anafananishwa na wanyama wa dhabihu. Mwana kondoo au kondoo ilikuwa ni moja wa wanyama ambao wanatolewa kwa ajili ya dhabihu katika Agano la Kale. Sasa Yesu naye anafananishwa na mwana kondoo, na leo bahati nzuri nitazungumza maandiko yanayohusu mwana kondoo wa Pasaka. Huyu ambaye anatajwa kama mwana kondoo, leo tutapitia hayo masomo. Ibrania 8:9. Biblia inasema, halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri. Waebrania anaonyesha, anatupa clue kwamba hili agano, kumbe hii kuwatoa Misri na kitendo kilichofanyika kilikuwa kinaashiria agano. Anasema kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, sema Bwana. Kwa hiyo, lakini ninachotaka kusema kwamba kuna maandiko ambayo yanakupa clue kwamba hichi kilichofanyika pia ilikuwa ni agano. Sasa Wayahudi pia waliambiwa, tumeshasoma, waliambiwa kuendelea kukumbuka hili agano, kuendelea kusherekea tukio hili la ukombozi wa kutoka utumwani kila mwaka. Kitabu cha Kutoka, tuende katika kitabu cha Kutoka sura 13 mstari wa 3 hadi wa 5. Musa akawaambia watu wote, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu na mkono wake. Na usiliwe mkate uliochachwa. Ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Ule mwezi ambao ndio uliitwa kama ni mwezi wa kwanza kwa taifa la Israeli, unaitwa mwezi wa Abibu. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanani na Wahiti na Waamori na Wahivi na Wayebusi, nchi hiyo aliyowapia baba zako kwamba atakupa wewe, ni nchi imiminikayo maziwa na asali, ndipo mtakapoushika utumishi huu katika mwezi huu. Kwa hiyo kila mwezi walitakiwa kufanya, kila mwaka walitakiwa kufanya sherehe za kukumbuka tukio hilo. Twende katika Kumbukumbu, kitabu cha Kumbukumbu sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 2. Utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Nawe umchinjie Pasaka Bwana
Mungu wako katika kundi la kondoo na la ng'ombe, mahali atakapochagua Bwana apakalishe jina lake. Sasa kwa wale ambao wana interest sana na udadavuzi wa mambo haya, huu mwezi ambao walitoka wana wa Israeli pale Misri uliitwa mwezi wa Abibu, ambao baada ya kutoka Babeli utumwani wakauita mwezi wa Nisani. Kwa hiyo ukisikia Abibu au mwezi wa Nisani vinazungumzia mwezi ule ule. Ikawa ni mwanzo mpya wa kalenda ya Waisraeli. Sasa hebu mtu mmoja aende akagugo sasa hivi, Google, alafu useme Abib month au explain au define Abib month, alafu niambie inasema nini. Maana siku hizi mambo hapo kwenye mitandao jamani, maana sio nani ameshafika hapo. Abib month of Abib au Nisan, chochote utakachoamua, alafu umwambie explain au define, inakwambiaje? Nani amepata? Hamna aliye sharp? Niambie Catherine. Soma tu kwa sauti. Is the first month in the Jewish. It's also known as Nisan. Corresponds to Gregorian month of March/April. Watu tunasherehekea Pasaka mwezi gani? Kwetu kwenye kalenda yetu mwezi wa 3 au wa 4, na ina correspond kabisa na mwezi wa Abib au wa Nisan katika kalenda ya Waisraeli. You know what? Mungu alichagua Yesu afe kipindi cha Pasaka ya kalenda kabisa ya Waisraeli. Wote nafikiri mnafahamu kwamba kifo cha Yesu kilitokea wakati wa Pasaka. Sasa wale ambao wanasemaga pia tunajitungia tu mwezi wa 3 wa 4, je, nani anajua tarehe Yesu alikufa? Jamani, ilikuwa ni kwenye kati, na to be specific ilikuwa mwisho wa mwezi March kuelekea mwezi wa 4 mwanzoni. Ndiyo mwezi ambao kwenye kalenda ya Waisraeli inaitwa Abib au Nisan. Nisan ni jina lilianza kutumika baada ya kutoka Babeli. Sasa lakini hii ninataka tu nikwambie kwamba sasa kitu ambacho kinanishangaza, Mungu kwa hekima yake anaamua Yesu amlete kipindi ambacho mwana kondoo alitolewa kule utumwani. Wakati wanatoka Misri, wakati wanaendelea na sherehe za Pasaka huku akiendelea kukumbuka, na Yesu naye akafa katika kipindi cha sherehe za Pasaka ambayo ni Abibu au Nisan au ni March/April katika kalenda yetu. Sasa tuachane na hiyo. Kutokana na umuhimu wa mwana kondoo wa Pasaka kwa historia ya ukombozi wa Israeli, tutajifunza pia kuhusu tukio hili kulinganisha na ukombozi uliofanywa na mwana kondoo wa Mungu. Sasa zingatia yafuatayo, mambo ya muhimu. Matukio ya kulinganisha huyu mwana kondoo pamoja na Yesu Kristo. Hebu nianze kwa kusoma Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Korintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale. Mnakumbuka masuala ya chachu, mkate usiotiwa chachu. Mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani
Kristo. Biblia ya neno inasema mstari ule wa 7, ondoeni chachu ya kale ili mpate kuwa donge jipya lisilotiwa chachu kama vile mlivyo. Kwa maana Kristo mwana kondoo wetu wa Pasaka amekwisha kutolewa kuwa dhabihu. Kwa hiyo unaona hapa Paulo anachukua ile picha ya mwana kondoo kuwa dhabihu, anailinganisha na mwana kondoo aliyetolewa ambaye aliliwa pamoja na mikate isiyotiwa chachu. Sasa kama ukitaka kuangalia hiyo chachu alikuwa anamaanisha nini, wewe endelea kusoma. Soma hiyo Wakorintho yote utaelewa anachokizungumza. Lakini interest zangu ilikuwa ni kwamba huyu Yesu ni mwana kondoo wa Pasaka na yeye anaitwa hivyo. Na ndio maana ile Yohana anamtambulisha, anasema tazama mwana kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Paulo naye anazungumza mwana kondoo ambaye ni dhabihu kwa ajili yetu sisi. Jambo la kwanza la kulinganisha, hawa wana wa Israeli waliambiwa hivi, huyu mwana kondoo lazima awe dume, awe mwanaume. Yesu tunamwadress kama she au he? Kwa hiyo huyo mwana kondoo alitakiwa awe mwanaume au mume. Na hata Yesu ndivyo alivyokuwa. Alitakiwa awe ni wa mwaka moja na asiye na dosari au asiwe na ila. Teketeke, mororo. Yesu alikufa na miaka kama 33 hivi. Bado kijana kabisa. Lakini most importantly, asiwe na dosari. Hii ilikuwa ni kivuli, ni kielelezo cha kwamba Yesu atakaye kuja kuitwa mwana kondoo hata kuwa na dosari. Kwa maneno mengine ni mtakatifu asiyekuwa na dhambi. Tafsiri ya kutokuwa na hila, kutokuwa na dosari ni kutokuwa na dhambi. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Kwa maana mnafahamu kwamba, Biblia neno, kwa maana mnafahamu kwamba mlikombolewa kutoka mwenendo wenu usiofaa ambao mliurithi kutoka kwa baba zenu, si kwa vitu viharibikavyo kama fedha na dhahabu. Mstari wa 19, bali kwa damu ya thamani ya Kristo, yule mwana kondoo asiye na dosari wala doa. Mwana kondoo asiwe na ila, asiwe na dosari. Petro anamweleza kwamba huyu ni mwana kondoo asiye na dosari wala doa. Kwa hiyo unaona mlinganisho wa huyu mwana kondoo wa Waisraeli na Yesu aliyekuja. Kifupi, Mungu alichokuwa anafanya ni kutuandaa. Na ndio maana kesho tutajifunza kwa undani kwamba yale yaliyofanyika yalikuwa ni kivuli cha mambo halisi yatakayofanyika. Kwa hiyo tunaona jambo la kwanza, awe dume wa mwaka moja, asiye na dosari, asiyekuwa na ila, kwa maana kwamba ni mtakatifu, na hata Yesu ndivyo anavyoelezwa. Jambo la pili, huyu kondoo anaelezwa kwamba mtamchinja, lazima afe, lazima auawe. Katika Pasaka pia tuna kumbukumbu za kufa kwa Yesu. Yule kondoo alichinjwa, aliuawa. Kwa hiyo alitakiwa achinjwe na kuuawa. Na very interesting, sikusoma hiyo mistari, unaweza kurudia ile yote ile Kutoka. Ilikuwa inasema hivi,
huyo kondoo asivunjwe mifupa. Mifupa yake isivunjwe. Nenda kairudie ile habari, ukaisome ile sura yote ambayo nimekupa ya sura 12 kutoka mstari wa kwanza mpaka wa 51. Kuna kitu ambacho alikuja kukitaja baadaye kwamba lazima asivunjwe, auawe lakini asivunjwe mifupa. Yohana 19 mstari wa 26. Yohana 19 mstari wa 26. Yesu alipomwona mama yake mahali pale pamoja na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, akasema, nimekosea nini iliandikwa? Oh, thank you. 36. Sio 26. Mimi nimeandika hapa 26. Hebu twende ule mstari wa 36. Biblia inasema, kwa maana mambo haya yalitukia ili maandiko yapate kutimiza yale yasemayo, hakuna hata mfupa wake mmoja utavunjwa. Masharti ya kuuawa kwa yule kondoo yalidai asivunjwe mfupa. Yesu Kristo katika kifo chake hawakuvunja mifupa. Wewe huwa wanasema hata misumari wanaoelezeaga ilipigwa katikati, nye madaktari, ilipitwa katikati ya hivi vinini hivi vile vitasos hivi mifupa vidogo vidogo katikati. Hawakuvunja mfupa, walipiga pale katikati, shwe, inapopita msumari ukagongwa. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni hiki, kwamba huyu mwana kondoo, kwa nini Mungu aamue kwamba asivunjwe mifupa? Kama mnavyosijui ndafu ndio mnafanyaga hivyo, si kama hivyo mnavunjaga mifupa ndafu amvunje. Anakunjwa tu hivi, alafu anatolewa anakatwa tu hapa, kifa basi anachunwa hivyo na basi. Nafikiri hayo ni mawazo yangu. Lakini huyu mwana kondoo hakutakiwa, alitakiwa kwanza afe lakini asivunjwe mifupa. Tumeona mstari wa 36 katika Yohana. Lakini kifo, niliwaambia dhabihu ilikuwa lazima afe. Nimekueleza mambo ya dhabihu jana. Hata wale waliotolewa dhabihu kwa Ibrahimu waliuawa. Kwa hiyo dhabihu mara nyingi ilikuwa lazima itolewe, iambatane na kifo, na hasa katika masuala ya agano. Jambo la 3, damu ya huyu mwana kondoo ambaye anachinjwa bila kuvunjwa mifupa ipakwe kwenye vizingiti vya juu na kwenye miimo ya milango ya nyumba ya wana wa Israeli. Na hii aliwaambia kabisa, ni mnafanya hivi kwa sababu ninaleta ghadhabu, ninaleta kifo, ninaleta hatari kwa wana wa Israeli, kwa Wamisri wote. Sasa pona yenu nitakapoiona damu ya huyo mwana kondoo. Kwa hiyo yoyote aliye ndani ya hiyo nyumba ambayo kumepakwa hizo damu atapona. Maana yake ni kwamba ilikuwa inaonyesha wokovu kutoka katika ghadhabu ya Mungu. Kwa maneno mengine ni ulinzi wa Mungu kwa watu wake, protection. Hili agano lilikuwa ni kwa ajili ya kuwalinda wa Israeli, na ulinzi wao ulitokea kwa Mungu kuona. Hatukusoma maandiko hayo, lakini malaika wa Bwana alikuja. Malaika alikuja akapiga nyumba zote za Israeli. Actually, by the way, Pasaka ni Passover. Unaelewa maana yake? Passover, yani kupita juu. Kwa hiyo hata malaika aliyekuja kuua alikuwa anapita juu ya zile nyumba. Anazipita, yani anazikwepa. Akikuta kuna damu anapita.
ana pass over. Kwa hiyo pass over manake ndio Pasaka, manake ni kupita juu. Warumi 5:9. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 9. Warumi 5 mstari wa 9. Inasema, basi kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki kwa damu yake, si zaidi sana tutaokolewa kutoka ghadhabu ya Mungu kupitia kwake. Wokovu tunaopata kwa ajili ya kuamini, na tunaamini kwamba damu ya Yesu Kristo, damu inatusafisha, inatuweka kuwa hatuna dhambi. Na Yesu, Mungu kitakachomfanya akupite ukwepe ghadhabu yake ni kwa sababu anaona damu ya Yesu katika maisha yako. Na ndio maana watu tunawaambia watu kuokoka, yani katika vitu ambavyo wanadamu sijui kwa nini hawaelewi. Ni hapa kamtego hapa kadogo tu. Yani Yesu alishakufa kwa ajili yetu. Alishauawa. Dhabihu maana yake ni substitution pia. Ni kitu kinatolewa kwa ajili ya makosa ya mtu mwingine. Kwa hiyo sasa Yesu alishakufa. Kwa hiyo tunachofanya ni kumwamini Yesu. Ukimwamini Yesu, damu ya Yesu inakuosha. Kwa hiyo Mungu anaona damu, na kwa hiyo kwa sababu hiyo utakuja kukwepa dhambi, hukumu. Na hapa tunachosoma tunaona kwamba tumeokolewa kutoka katika nini? Katika ghadhabu. Kwa hiyo hiki kitendo ni ulinzi wa Mungu, ni wokovu, ni ukombozi kutokana na ghadhabu ya Mungu. Na kweli tumeona jinsi ambavyo malaika alivyokuja. Kulikuwa na kilio siku hiyo katika wa Misri. Biblia inasema tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao mpaka mzaliwa wa kwanza wa mtumwa walikufa. Yaani hakuna nyumba iliyoachwa. Ole wako kama ungekuwa mzaliwa wa kwanza katika nyumba hiyo. Unaweza kusema Mungu alionea watu. Mwingine anaweza kusema sasa wale walifanya nini? Ndio hivyo. Unajua ile ilikuwa ni pigo la mwisho la 10 kwa Mungu kumshikisha adabu Farao ili kwamba waruhusu. So, unajua mwanzo alikuwa jeuri. Pigo la kwanza anasema na yeye anajibu, na waganga wake wanajibu. Kila akileta pigo na yeye anafanya. Sasa iga sasa na hii. Tupige wazaliwa wa kwanza, na wewe piga basi wazaliwa wa kwanza wa Israeli. Lakini kikubwa hapa ni kuwakomboa, kuwaokoa, kuwaletea wokovu kutokana na ghadhabu ya Mungu. Jambo la 4. Waliambiwa mtakapokuwa mnakula mjiandae kwa safari usiku huo huo. Yaani mnakula, sasa mtakula kwa haraka kwa sababu ni Pasaka. Yaani Pasaka mwe mnakula haraka. Wale mtakaopika kesho na kesho kutwa hapa, chakula cha Pasaka kinaliwa haraka. Nyiwa mnakulaje bwana? Natania jamani, natania. Lakini wale wa Israeli wanaambiwa kwamba chakula mtakachokula ni haraka. Kwanza mnakula mkiwa na fimbo tayari, mmeshapiga mkanda wenu na tayari mna viatu. Alafu nakula chap chap, na kikibaki mara moja, kama mmeshindwa kula mkamaliza chote, unguza kwenye moto, hakuna mabaki. Hamna cha kusema tutakwenda kula mbele ya safari. Na lakini kikubwa, usiku ule safari ikaanza ya kwenda Kanani. Mnaona jinsi ambavyo Farao baada ya mapigo anawaita Musa pamoja na Haruni usiku. Jamani, usiku hii dharura hii. Mungu akakomeshe huyo anayetaka kuharibu maisha yako. Kabisa, yani natamani Mungu hii Pasaka ukumbuke ukombozi huu. Uone jinsi ambavyo Mungu anaweza akapambana hata na maadui zako. Na wana wa Israeli maadui zao, Biblia inasema wakakombolewa kutoka kwa wana waliokuwa wanawafanyisha utumwa wa Misri. Kwa hiyo wakatoka, Biblia inasema wakaanza safari mara moja kuelekea Kanani. Kwa hiyo ni ukombozi kutoka katika utumwa, lakini inaashiria mwanzo mpya. Wakolosai 1:13. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13.
Kwa maana ametuokoa kutoka ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Sikiliza. Tunajua kabisa katika wokovu ambao Mungu ametupa, ametuhamisha kutoka gizani kwenda nuruni. Na hii wana wa Israeli walikuwa wanahamishwa kutoka utumwani. Na mara nyingi tunasema kuokoka ni sasa na kutoka Misri. Mara nyingi umesikia hizi habari. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba ikapata kuwa ni mwanzo mpya wa maisha, na Biblia inatuambia kwa Yesu tunafanyika kwa viumbe vipya. Kwa hiyo walikuwa ni mwanzo wa upya katika maisha wana wa Israeli. Na hata Yesu ameleta upya katika maisha yetu. Ni mwanzo mpya wa historia ya mwanadamu. Mwanadamu anapookoka, maisha mapya yanaanza. Sasa mambo ya muhimu ya kukumbuka katika hii story. Mambo muhimu ya kukumbuka. La kwanza, mwana kondoo wa Mungu alisababisha ulinzi na ukombozi. Hili agano la mwana kondoo, kusudi lake kubwa ilikuwa ni kuleta ulinzi na kuleta ukombozi. Jana katika lile agano la Ibrahim niliwaambia ilikuwa ni kuthibitisha ahadi za Mungu. Lakini huyu mwana kondoo kwa Wamisri, kwa Waisraeli walipokuwa wanatoka Misri, ilikuwa ni kuleta, ilisababisha ukombozi, ilisababisha ulinzi kwa wana wa Israeli wakati wanatoka utumwani. Sasa hiki ndicho Kristo amefanya kwetu waumini pia. Mungu alimleta Yesu afanyike mwana kondoo kwa ajili ya ulinzi wako. Mungu alimleta mwana kondoo afanyike ukombozi kwako, kukutoa utumwani katika ufalme wa giza, kukuhamisha kuingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo hii ilikuwa ni agano la neema ya Mungu katika maisha ya waumini, katika maisha wa Israeli. Hiyo neema ni kuwakomboa na kuwapa ulinzi wale labda hata hawakustahili, lakini Yesu amekifanya hiki kwa waumini. Lakini jambo la pili ambalo ni la muhimu sana, hawa wana wa Israeli walitakiwa wafuate masharti au maelekezo yote ya kuondoka utumwani. Moja ya masharti, lazima ionekane damu katika nyumba zao. Na Mungu aliwaambia kabisa, msipoweka damu tusilaumiane, kifo kitawapata. Pona yenu ni damu. Wala sio kwa sababu mmenifurahisha sana. Ndio maana ita mimi ni agano la neema. Kwamba sio kwa sababu nyie mmenifurahisha sana, sio kwa nyie sio jeuri, lakini ninawaletea hili ili kwamba niweze kuwaokoa kwa neema. Kwa maana kwamba huyu mwana kondoo anafanyika, mtamuua mwana kondoo, anakufa kwa niaba yenu, lakini wana wa Misri watakufa kwa sababu wenyewe hawana dhabihu. Kwa hiyo umuhimu wa dhabihu katika maisha, kwa muktadha wa somo hili la mwana kondoo, tunaona ni kwamba lazima sisi ambao tunataka ulinzi, tunataka ukombozi, lazima kutekeleza masharti yote ya kuondoka huko. Kwa maneno mengine, ilitaka utii katika maagizo. The only thing that they were supposed to do is obedience. Na ndio maana nikasema dunia hii tunaihubiri kwamba imwamini Yesu Kristo, na kinachotakiwa kwa ni kutii tu. Ni imani ndio, lakini hiyo imani inatokana na kutii Injili inavyosema, maagizo, maelekezo ya Mungu. Na hapo wana wa Israeli kupona kwao kulikuwa kuna demand obedience, kunataka utii. Sasa hebu niingie katika kuliunganisha hili agano na habari za jambo la tatu, lakini nitalizungumza kwa muda mfupi. Nafikiri kesho nitaendelea kulielezea, kwa sababu pia nitalilinganisha sana na habari za Yesu Kristo kama
dhabihu inayotuletea ukombozi. Ni agano kati ya Mungu na Waisraeli kupitia Musa katika mlima Sinai. Hebu twende, mambo matatu tu nitayazungumza haraka haraka kwa sasa hivi, alafu baadaye tumalize. Twende katika Kutoka sura ya 19. Kutoka sura ya 19. Tuanzie mstari wa kwanza. 19. Nafikiri nisome mistari michache tu ya mwanzo. Nitasoma mpaka mstari wa 8 mwisho, lakini unaweza kusoma historia yote. Biblia inasema, mnamo mwezi wa 3 baada ya Waisraeli kuondoka Misri. Imetimia miezi 3 wakiwa safarini, wameondoka Misri. Siku kama hiyo hiyo wakafika katika jangwa la Sinai. Baada ya kuondoka Refidimu, waliingia katika jangwa la Sinai, na Israeli wakapiga kambi pale jangwani mbele ya mlima. Wana wa Israeli wamefika pale, wamepiga kambi, na walikuwa wanakwenda kwa maelekezo. Kama mnavyofahamu, walikuwa wanaongozwa na wingu. Likisimama mchana basi inasimama, na usiku kuna wingu la moto. Linaposimama basi wanasimama. Kwa hiyo wingu liliwaongoza, wakakaa pale mbele ya mlima. Mstari wa 3. Kisha Musa akakwea kwenda kwa Mungu, naye Bwana akamuita kutoka kwenye ule mlima, akasema, pale mlima Sinai, hivi ndivyo utakavyosema na nyumba ya Yakobo na utakachowaambia watu wa Israeli. Ninyi wenyewe mmeona nililofanya huko Misri, yani jinsi alivyowakomboa, jinsi nilivyowabeba kwenye mbawa za tai na kuwaleta kwangu. Sasa kama mkinitii kikamilifu na kutunza agano langu, basi ninyi mtakuwa mali yangu ya thamani kubwa miongoni mwa mataifa yote, ijapokuwa dunia yote ni mali yangu. Ninyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Haya ndiyo maneno utakayosema kwa wana wa Israeli. Noti sana mstari wa 6. Ninyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Haya ndiyo maneno utakayosema kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo Musa akarudi, akawaita wazee wa watu na kuambia maneno yote ambayo Bwana alikuwa amemwamuru ayaseme. Watu wote wakajibu kwa pamoja, tutafanya kila kitu Bwana alichokisema. Naye Musa akarudisha majibu yao kwa Bwana. Very interesting story. Iko hivi, wakati wanaendelea na safari, akasema okay, sasa kumbukeni nilivyowatoa kule Misri. Yule mwana kondoo, mnakumbuka jinsi ambavyo mlichomoka mkaondoka katika ile hali ambayo sio nzuri. Mliingia katika sio nzuri katika maisha yenu. Mungu anatoa pendekezo la agano. Anaambia, sikilizeni sasa, ninataka kuingia katika agano na nyie. Na agano hilo nataka kuwafanya watu wangu wa thamani, nataka kuwafanya kuwa ukuhani wa kifalme,
nataka kuwafanya kuwa taifa takatifu. By the way, katika maandiko yote huko nyuma hujawahi kumsikia Mungu akisema utakatifu kabisa, nakwambia. Na nitakupa andiko ambalo kwa mara ya kwanza anawapa kama agizo la kuwa watakatifu. Agizo la kwanza kama agizo. Lakini nataka kusema niki, wana wa Israeli walipokuwa Misri hawakuwa na mfumo rasmi wa kumwabudu Mungu. Hivi ulishawahi kujiuliza kwamba hivi walikuwa na makuhani? No. Hawakuwa na ibada, hawakuwa na hekalu. Walikuwa na puyanga tu hivyo hivyo, wakijisikia kumwomba Mungu wanalia. Walikuwa wanafanya ibada, walikuwa wanatoa na matambiko kweli, walikuwa wanatoa na dhabihu, lakini hawakuwa na mfumo sahihi wa ibada. Sasa Mungu anawaandaa, anamwambia Musa, kuna kitu nataka kukifanya. Na hili agano, niseme mapema, ni agano la mahusiano. Hili agano ambalo nataka kuweka kule, nimewapa agano la neema, nimewatoa kwa neema, kumbukeni nilivyowatoa kwa neema. Lakini sasa I'm getting serious, ninataka niingie deep, nataka niingie kwa undani. Ninafanya mahusiano na nyie, ninataka nyie muwe watu wangu wa thamani, nataka nyie mtii agano na nyie. Sasa ninaposema kitu na nyie mfanye mambo fulani na fulani na fulani, ninapowafanyia mambo na nyie mfanye mambo. Jamani, agano ni mapatano. Kwa hiyo Mungu anataka kuingia katika mapatano na wana wa Israeli. Anawaambia, anawaingiza katika mfumo rasmi wa kikuhani. Take note of that. Na ndio maana alikuja kutengeneza hema na utaratibu kule kule jangwani. Sasa nataka kuestablish ukuhani. Biblia inatuambia sisi ni uzao wa kikuhani. Petro wa kwanza, sura ya kwanza nafikiri mstari wa 10 na 19. Inaeleza sisi ambavyo ni uzao wa kikuhani. Lakini anasema okay, lakini ni taifa takatifu. Watu wa miliki ya Mungu, nyie mnamilikiwa na mimi Mungu. Ninataka, japokuwa nina mataifa mengi, I want to separate you. Holiness is about separation. Utakatifu ni kutengwa. Anasema sasa nyie, ninaingia katika hatua za makubaliano na nyie. Ninataka kuwafanya kuwa taifa takatifu. Nataka kuwaundia utaratibu wa ibada na mtakuwa na mambo ya kufanya. Narudia tena mstari wa 5. Sasa kama mkitii kikamilifu na kutunza agano, kama mkitii na kutunza agano, basi ninyi mtakuwa kwangu kwanza mali yangu. Yani nitawamiliki nyie, mali yangu ya thamani kubwa miongoni mwa mataifa yote, japokuwa dunia yote ni mali yangu, ila nyie mtakuwa special. Ule mstari wa 7 inasema, no, mstari wa 6, ninyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani. Nataka kutengeneza ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Haya ndiyo maneno utakayosema kwa wana wa Israeli. Biblia inasema Musa akaja kuambia wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakasema, na sisi tunakubali yote atakayosema. Akasema okay, sasa tuingie kwenye agano. Sura 24. Baada ya kuwa ametoa pendekezo Mungu na wana wa Israeli wamekubali hili agano la mahusiano, kuanzisha mahusiano na yeye, twende katika sura 24 mstari wa 1 hadi wa 18, lakini nitasoma sana mstari wa 6 hadi wa 8 nafikiri. Au nianzie mstari wa 1 mpaka wa 8. Kutoka sura ya 24 mstari wa 1 hadi wa 8, lakini unaweza kusoma wewe mpaka mstari wa 18. Kisha Mungu akamwambia Musa, njooni huku juu ya Bwana, wewe na Haruni, Nadabu na Abihu, pamoja na wazee 70 wa Israeli, mniabudu kwa mbali. Lakini Musa peke yake
ndiye atakayemkaribia Bwana, wengine wasije karibu, nao watu wasije wakapanda pamoja naye. Musa alipokwenda na kuambia watu maneno yote na sheria zote za Bwana, akaitikia kwa sauti moja. Wakaitikia kwa sauti moja, kila kitu alichosema Bwana tutakifanya. Mara ya pili unawasikia wana wa Israeli wanasema kila kitu alichokifanya tutafanya. Mstari wa 4, ndipo Musa akaandika kila kitu Bwana alichokuwa amesema. Jamani, hapa ni kipindi Musa anapewa amri, sheria, Torati katika mlima Sinai. Anawaelekeza namna watakavyokuwa wakiishi kwa ajili ya utakatifu ambao alikuwa na uhitaji. Mstari wa 4, ndipo Musa akaandika kila kitu Bwana alichokuwa amesema. Akaamka kesho yake asubuhi na mapema na kujenga madhabahu chini ya mlima na kusimamisha nguzo 12 na mawe kuwakilisha kabila 12 ya Israeli. Kisha akawatuma vijana wanaume wa Kiisraeli, nao wakatoa sadaka za kuteketezwa na dhabihu za mafahari wachanga kuwa sadaka za amani kwa Bwana. Musa akachukua nusu ya damu. Mstari wa 6 hadi wa 8 muhimu sana. Musa akachukua nusu ya damu ya wale wanyama na kuiweka kwenye mabakuli, na nusu nyingine akainyunyiza juu ya madhabahu. Kisha akachukua kile kitabu cha agano kuwasomea watu. Torati inasomwa, sheria za Musa zinasomwa. Nao wakajibu, fanya kila kitu alichosema Bwana, nasi tutatii. Mtafanya hivi, usiue, usiibe, wewe usifanye, usizini. Yote akasoma hizo sheria, na wakasema tutafanya hivyo. Tunaingia katika makubaliano na Mungu kwamba sasa tunakwenda kufanya. Lakini kumbuka hapa kuna wanyama wamekwisha kutolewa. Mstari wa 8, ndipo Musa akachukua ile damu akanyunyiza wale watu, akasema, hii ni damu ya agano ambayo Bwana ameifanya nanyi kufuatana na maneno haya yote. Anawapaka damu watu wote wale walioweka kwenye miimo kule ya milango. Sasa hivi wao ndio wananyunyiziwa damu. Na kila kitu ukisoma, Musa na Haruni na Nadabu pamoja na wana wa Israeli 70 wakapanda mlimani, nao wakamwona Bwana. Okay, unaweza kusoma hayo mengine. Nini ninachotaka kusema? Hili ndio tunaita Mosaic Covenant, agano la Musa pale mlimani. Na agano hili mimi nimeliita, na ambavyo ukisoma vingine vinaweza kukueleza, ni agano la mahusiano. Na Mungu alichokifanya katika Torati, akatengeneza mfumo wa makuhani kusimamia sasa utakatifu. Akatengeneza mfumo wa makuhani. Kesho nitazungumza vizuri sana kuhusu kuhani mkuu na wajibu wake. Lakini akatengeneza mfumo wa makuhani kufanya ibada. Baadaye ndio walikuja kujenga na lile hekalu au tenti ambalo walikuwa wakiingia. Ngoja nikusaidie kidogo. Lile tenti lilikuwa na sehemu 3. Sehemu moja ilikuwa ni ua wa nje. Sehemu ya pili ilikuwa inaitwa patakatifu, sehemu ambayo makuhani walikuwa wanafanya ibada, walikuwa wanasimamia mambo ya ibada. Halafu ndani kabisa panaitwa patakatifu, ambapo kulikuwa na kuhani mkuu anaingia mara moja kutoa dhabihu kila mwaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi la wana wa Israeli. Kesho nitakueleza Yesu Kristo kama kuhani mkuu. Copy and paste, lakini katika viwango vya juu. Kwa nini Yesu anaitwa kuhani mkuu? Lakini hapa sasa wana wa Israeli wanatengenezewa mfumo wa utakatifu. Kwanza wamepewa sheria, wazisome, wazielewe, waseme tutafanya. Na ndio maana unaona wanaitikia. La pili, walikuwa wanatengenezewa makuhani wakuwa wanawapatanisha na Mungu. Lakini la tatu, anasema nyie mnakuwa ni taifa takatifu,
Kwa hiyo maana yake ninawatengenezea mfumo wa kuishi maisha matakatifu. Na ndio maana sasa hili jambo ukilileta katika Agano Jipya, kesho nitazungumza sana kwa habari ya Yesu Kristo. Na kwa sababu muda wangu unakwenda, ni itoshe tu kuona kwamba Mungu alitengeneza mfumo rasmi wa kumwabudu Mungu kwa wana wa Israeli pale mlima wa Sinai, na akanyunyiza damu katika kama namna ya kulitengeneza hili agano tena. Bila damu hakuna agano. Pasipo damu hakuna agano. Na hapa tunaona tena inarudishwa. Sasa nimalizie na Kumbukumbu 29. Baada ya kuwa wameshatembea na Musa karibu anamaliza safari yake, anawaambia imarisheni tena hili agano. Kumbukumbu la Torati sura 29 mstari wa 9 hadi wa 25. Nitaishia hapo katika siku ya leo. 29 mstari wa 9 hadi wa 15. Fuateni kwa bidii masharti ya agano hili. Musa anawaambia, anawakumbusha wana wa Israeli kwamba tulishafanya agano pale Sinai. Sasa fuateni kwa bidii masharti ya agano hili, ili kwamba muweze kustawi katika kila kitu mnachofanya. Watu wa Mungu, Mungu yuko serious. Jana nilisema kwa habari ya uaminifu. Lakini ili tuenjoy yale ambayo tumeingia agano na yeye, lazima tuwe watii. Yesu anasema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, au mafundisho yangu mkiyashika, basi ombeni lolote. Angalia hapa, Biblia inasema fuateni kwa bidii masharti ya agano hili, ili kwamba muweze kustawi katika kila mnachokifanya. Ninyi nyote leo mnasimama mbele za Bwana Mungu wenu, mkiwa viongozi na wakuu wenu, wazee na maafisa wenu, na wanaume wengine wote wa Israeli, pamoja na watoto wenu, wake zenu, pia wageni waishio katika kambi zenu, wanaowapasulia kuni na kuwachotea maji. Mnasimama hapa ili kufanya agano. Mnasimama hapa ili kufanya agano na Bwana Mungu wenu, agano ambalo Mungu analifanya nanyi siku hii ya leo, na kulitia muhuri kwa kiapo. Kwenye agano kuna kiapo. Yeye anatia muhuri. Mnafahamu Mungu anaapa kwa nafsi yake. Anaweka kiapo, mstari wa 13, kuwathibitishia ninyi siku hii ya leo kwamba kama taifa lake, ili aweze kuwa Mungu wenu kama alivyowaahidi, na kama alivyowaapia baba zenu Abrahamu na Isaka na Yakobo. Ninafanya agano hili pamoja na kiapo chake, sio na ninyi tu mnaosimama hapa na sisi leo mbele za Bwana Mungu wetu, bali pia pamoja na wale ambao hawapo hapa. Jukumu kubwa sio kwa Mungu katika agano. Wasiwasi wa Mungu ni wewe, je, utashika masharti ya agano, maelekezo ya agano? Utashika maneno yake? Utamtii? Na haya maagano, hiyo waliofanya wa Israeli, ni sawasawa na kile ambacho tutajifunza kesho kupitia Yesu Kristo. Maombi yangu ni haya: tunapokuwa katika hii Pasaka, tafakari njia zako, tafakari mwenendo wako, tafakari jinsi ambavyo unaishi na Mungu tangu ulipookoka. Unakwenda namna gani? Kuna mambo ambayo Mungu anakutarajia, kwa sababu agano ni mapatano. Hata tukisema agano jipya ni mapatano mapya. Hilo la zamani ilikuwa ni magano au mapatano ya zamani, na kulikuwa na utaratibu wake. Na kesho nitaspend most of my time kuzungumzia Yesu, kumlinganisha na haya yaliyotokea kwa wana wa Israeli. Umuone Yesu kwa picha hii na yale ambayo Yesu mwenyewe anasema, na maandiko yanasema nini katika agano jipya kwa habari ya agano jipya.
Lakini kikubwa ambacho namalizia kukuambia leo, jukumu kubwa tangu walipokuwa wanatoka pale Misri ni kutii maelekezo. Alipokuwa anafanya agano kule mlima Sinai, anawaambia kama mtatii na kama mtakubali na kama mko tayari semeni. Wakasema tuko tayari. Kila wakiulizwa wanasema tuko tayari. Kila wakiulizwa wanasema tuko tayari. Na wewe siku unaokoka, hivi unakumbuka uliyosema? Hivi unakumbuka siku uliyosema? Sema ninamkataa shetani. Namkataa shetani na kazi zake, na kazi zake. Kuanzia leo nitakutii, nitakuheshimu, nitafanya sawa sawa na neno lako. Ndio, nitafanya sawa sawa na neno lako. Sema amen, amen. Hivi ulifikiri ulikuwa naimba wimbo? Hivi wewe jamani, leo mimi nataka tutafakari tu. Siku ile unaikubali damu ya Yesu. Hivi ulifikiri unaimba pambio au nyimbo? Something serious was happening. Katika ulimwengu wa roho kuna jambo kubwa liko linatendeka. Sasa mahangaiko ya Mungu, na ndio maana anawauliza, umeona anarudia mara nyingi. Hata Musa anawaambia mtatii, ndio tunatii. Musa anakwenda anamwambia Mungu, wamesema watatii. Unajua yeye ndio alikuwa anamsogelea Mungu. Na kesho nitakwambia vizuri kwamba katika agano hili, hata wewe mwenyewe, agano jipya, mambo yaliyofanyika mengine ni kwamba unaingia moja kwa moja kwa Mungu na mueleza. Wewe mwenyewe unaweza kwenda kumwambia Mungu. Huhitaji kuhani katika agano jipya. For your information, wewe mwenyewe, Petro inasema wewe ni uzao wa kikuhani, wewe mwenyewe. Lakini tunaye kuhani mkuu mmoja tu, Yesu Kristo, ambaye amekwenda mpaka patakatifu, na kesho tutajifunza habari zake. Lakini leo ni itoshe tu kukwambia kinachotakiwa kwa upande wetu. Kwa Yesu, kwa Mungu mimi sina shaka naye. Mungu ni mwaminifu. Jana tuliona kutimiza masharti ya agano. Yeye kuwa Mungu sio tatizo. Yeye kukuponya sio tatizo. Yeye kukulinda sio tatizo. Yeye kukufanyia kila kitu kama tulivyosoma hapa. Mtakaposhika mtafanya chochote, mtafanikiwa katika lolote. Hivi unaamini kwamba Mungu ana mpango wa kufanikisha kwa lolote? Unajua shida ni kwamba huwa hatuzingatii yale ambayo tulisema na yale tuliyomwahidi Mungu, na sasa mwisho wa siku tunaishi vyovyote. Wewe umefanya agano, unaishi kama mtoto ambaye sio agano. Yale uliyosema umeyasahau. Na mara nyingine hata katika maombi yako binafsi, mimi huwa sipo unapoomba. Niliwaambia wewe mnatamka, ambia sasa kuanzia leo Baba nimejifunza. Kuanzia sasa kwa kweli nimekoma. Ile neno lilinigusa sana. Kuanzia sasa Baba nitafanya hiki, nimekielewa. Sasa nitafanya. Mungu nisaidie. Asante kwa jina la Yesu. Amen. Sasa ukitoka pale sasa, kituko ni kwamba baada ya siku 3 na kukuta tena uko pale back to point 0. Sasa maisha hayo hayatakufikisha popote. Ninakuachia huu mstari wa sura 29 utafakari na niende kukuombea. Fuateni kwa bidii masharti ya agano hili, ili kwamba muweze kustawi katika kila kitu mnachofanya. Fuateni masharti ya agano hili. Masharti ya agano jipya nitakufundisha kwa undani kesho. Lakini kama unataka kufanikiwa kwa kila kitu unachofanya, Mungu anakusubiri tu uwe mwaminifu kama yeye alivyo mwaminifu, na wewe uwe mwaminifu katika kulishika agano. Naomba tusimame.